Hadithi, uvumi na simulizi za mashahidi wa mauaji yaliyofanywa na vikosi vya usalama wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba nchini Tanzania ziko kila mahali. Hadi sasa, idadi halisi ya vifo haijulikani, lakini makadirio ya Umoja wa Mataifa yanaonyesha angalau watu 700 walipoteza maisha katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Maandamano ya siku ya uchaguzi yalizuka Dar es Salaam na baadaye yakaenea hadi miji mingine kama vile Arusha, Dodoma na Mwanza. Wakati huo, kulikuwa na Watanzania waliokuwa hawakuridhika na ukiukwaji wa sheria za uchaguzi, kukandamizwa kwa upinzani na matendo ya kikatili dhidi ya raia. Vikosi vya usalama vilionekana mahala kadhaa na vurugu zilianza kwa haraka katika maandamano ya mitaani na maeneo mengine kote nchini. Mabasi na vituo vya mafuta vilichomwa moto na kiwanda hiki cha magodoro kilivamiwa. Serikali ilitangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni na kuzima mtandao wa intaneti, hatua iliyoitenga Tanzania na ulimwengu wote. Lakini hilo lilichelewesha tu kuenea kwa taarifa. Katika wiki zilizofuata baada ya uchaguzi, tuliweza kufuatilia ushahidi kuhusu matukio mawili mahsusi ya vurugu huko Mwanza, jiji la pili kwa ukubwa nchini Tanzania. Mashahidi na manusura wametuambia kwamba polisi waliwaua watu wengi kwa risasi katika maandamano na wengine katika nyumba zao.